Matumizi yako ya pesa, kuna aina ya makosa fulani unatakiwa uepuke, kwa sababu ukiwa unayafanya yatasababisha ushindwe kukua kifedha katika malengo yako ya kutafuta uhuru wa kifedha. Watu wengi sana wamedharau makosa haya, lakini usipoangalia kwa makini yanaweza kawa ni chanzo cha wewe kila wakati aidha kuwa na upungufu wa kifedha au kuwa katika madeni au kujikuta unatumia nguvu kubwa lakini unapata pesa kidogo. Kosa la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kuliepuka ni kutokuwa na bajeti ya matumizi yako ya kila mwezi. Waandishi nguli wa kitabu cha The Millionaire Next Door, Stanley Danko na mwenzake waligundua kwamba moja ya sifa kubwa ya watu wanaofanikiwa kifedha ni kuwa na budget ambayo inaonyesha kipato chao na matumizi yao. Na matumizi yanaonyeshwa kwa vipengele, maana yake unatumia kwa ajili ya nauli kiasi gani, unanunua mafuta gari yako kiasi gani, unakula kiasi gani, nguo ni kiasi gani, saluni ni kiasi gani, bando ni kiasi gani. Hivyo vitu vyote vinatakiwa viingie kwenye bajeti yako. Ukiwa ni mtu ambaye hauna budget, ni kosa kubwa sana kwenye matumizi ya fedha, kwa sababu itasababisha pesa yako itawanyike na usijue imeenda wapi, na mwisho wa siku utakuwa umeshindwa kabisa kuwekeza kwa faida hapo baadaye. Kwa sababu kumbuka, kwenye kila pesa unayopata leo kuna pesa kwa ajili ya leo na kuna pesa kwa ajili ya kesho. Kwa lugha rahisi, kwenye kila pesa unayopata kuna mbegu na kuna mkate kwa ajili yako. Jambo la pili au kosa la pili ambalo unatakiwa uliepuke kwenye swala zima la fedha ni kuishi maisha ya mikopo. Kuishi maisha ya mikopo, au kwa maneno mengine ningeweza kusema kuishi maisha ya madeni. Watu wengi sana wamejikuta katika madeni yasiyoisha. Inawezekana na wewe ni mmoja wapo. Kuna watu wana madeni ofisini kwao, wana madeni kwenye SACCOS na vikoba walivyoko, wana madeni kwa marafiki zao, wana madeni kanisani na wale watu wengine waliokutana nao msikitini, wana madeni vijiweni, wana madeni kwa maclassmate wao, wana madeni kila kona. Ukiwa mtu ambaye unaishi kwa madeni, ni kosa kubwa sana, kwa sababu utajikuta akili yako haifanyi kazi na utajikuta unakosa uhuru wa aina fulani. Kama wewe leo unasumbuka sana na tatizo kubwa la madeni, ningekushauri vitu viwili. Cha kwanza, tafuta kitabu changu kinaitwa Hatua za Kuondoka katika Madeni, kitakusaidia. Au kuna video ambazo nyingi nimezungumza hapa kwenye YouTube, ukizitafuta zimeandikwa jinsi ya kutoka kwenye madeni. Watu wengi ambao wamefuatilia zile hatua ambazo nimesema zimewasaidia sana na wametoka katika changamoto kubwa ya madeni. Kwa hiyo ukiwa mtu usiyazoe madeni. Watu wengi sana wanasema mimi bana nimeshazoea. No, madeni yana athari. Yana athari ya kisaikolojia, yana athari ya kiafya yako, yana athari kwenye mahusiano, yana athari kwenye kujiamini kwako pia. Kwa usizoee madeni. Ili ni kosa ambalo watu wengi wamelifanya. Unakuta kwa sababu tu ana mshahara na ana kazi, anaambiwa unaweza kukopa hapo, anakopa, mwisho wa siku anagundua mikopo imegeuka imekuwa ni madeni yanayomzidia, mwisho anakosa raha na anakosa furaha kabisa. Kosa lingine la kifedha ambalo utakiwa kulifanya ni kutokuwa na mkakati wa kubadilisha active kuwa passive income. Kushindwa kubadilisha kipato chako unachokipata kwa sababu ya kutumia nguvu zako na muda wako ili uanze kupata kipato ambacho hakitahitaji nguvu wala muda wako. Kuna video nimeeleza namna ya kubadilisha active kwenda passive income. Ukitafuta itakusaidia pia. Itakuonyesha namna hatua unazoweza kuchukua kufanya hivyo. Lakini kama hauna mkakati, yani wewe unafanya tu kazi, unatumia nguvu unalipwa, unatumia muda unalipwa, na hujui lini itafika sehemu ambapo kile kipato chako unachotumia nguvu na muda kinaweza kubadilishwa sasa ukaanza kuingiza pesa bila kulazimika kutumia muda na nguvu yako. Ukishindwa kuwa na mkakati, maana yake itakusumbua sana maisha yako yote. Ili ni kosa ambalo unatakiwa uliepuke. Kama unataka kujua namna kutoka hapa, tafuta kitabu cha Ongeza Kipato Chako na Money Formula. Hivi vitabu vili vitakusaidia. Ukitumia namba za simu hapo chini unaweza kuvipata. Kosa la nne na mwisho ambalo unatakiwa kuliepuka kwenye swala zima la fedha ni unapokuwa hauna clear plan for financial freedom. Hauna mpango thabiti unaojulikana na kueleweka kuhusiana na kuja kupata uhuru wa kifedha. Kuna ngazi mbalimbali, na hapa pia ningependa kukushauri uangalie video yangu ambayo inaandikwa Viwango vya Kuelekea Uhuru wa Kifedha. Iko video nimeeleza. Kuna kama viwango 6 hivi ambavyo nimejaribu kueleza. Kwa hiyo kama huna mpango wa kujua kwamba natoka level moja naenda level nyingine, natoka level hii, lini utafika kwenye financial freedom? Utafika kwenye uhuru wa kifedha. Financial freedom sio pale ambapo unalipo pesa nyingi zinakidhi mahitaji yako. Hapana. Financial freedom ni pale ambapo kipato chako kinachotokana na uwekezaji, narudia tena, kipato kinachotokana na uwekezaji kinatosha kugharamia mahitaji yako ya msingi. Hapo ndo tunaanza kuwa na financial freedom, ambapo tunasema financial security kwanza. Financial freedom ni pale ambapo kipato chako cha uwekezaji kinachotokana na uwekezaji kinaweza kugharamia mahitaji ya msingi na ukapata na ziada. Hapo sasa unakuwa uko free.
inaitwa financial free. Sio kipato unachokipata mshahara au umefanya kazi au umeimba umelipwa. Kipato hicho hakitegemei muda wako wala nguvu yako. Sasa huo mpango usipokuwa nao, lini utafika kwenye hiyo level? Usipokuwa na mpango, maana ni kosa kubwa sana kifedha ambao utakuwa unalifanya. Ni muhimu sana kutengeneza mpango ili uweze kusaidia. Sijua wewe sasa hivi katika eneo lako la kifedha unafikiri ni kipi ambacho sasa hivi unakikosa ambacho ungetamani uanze kufanya kazi ili kukupatia matokeo. Andika hapo chini kwenye comment na mimi nitaendelea kushauri zaidi. See you at the top.